yule pale jamaa, wallahi wa bilahi namwapia Mwenyezi Mungu, mimi sina baya naye na wala sitaki tatizo naye. Wewe umeona mimi postote chochote mimi kitachokuja kunitokea, ujue mbele yangu, ujue ni yeye. Mimi nimepigwa visu, nimepigwa bunduki, nimepigwa kisu, jamani wa Tanzania, mimi najua ni yeye, kwa sababu mimi sina habari naye na wala sitaki. Bwana, toka magetoni ndorogo, lakini kama unatoka make sure una akili zako timamu na focus na kile kitu ambacho umeenda kukitafuta, au sio? Bwana, mimi ngoja zangu tulia zangu paki, niko kitualisti kabisa, yani sijui niwaambie vipi wanangu. Maisha ambayo hayana stress yani. Nimekuja kuchili paki. Unajua maisha Ulaya ni boli kama unavyoona. Ndo maisha ambayo tunaishi. Na bwana, mbona wazungu vibabu wako wengi? Sijui ni na nini. Wazungu vibabu havina stress kwa sababu tunakuja kuona, yani wana muda mzuri wa kupumzika. Shaona bwana. Okay bwana. Leo bwana, ngoja niwape story kamili ya ndugu yetu bwana Masudi Kipanje na ndugu yetu bwana Duma Cape Town, ambao wao jana wamepostana rest in peace nini mpaka nafanya kipindi kwamba wanataka kuuana kisa mwanamke. Kisa mwanamke, au sio? Jana bwana nilibahatika kuongea na Duma, shanaelewa bwana. Nilibahatika kuongea na Duma Cape Town na nikanamuuliza, ndugu yangu inakuaje? Huko kiwanja tumeenda kutafuta maisha ukamu mpaka mnafika hatua kwamba mnatishana kuuana nini kisa mwanamke. Hebu niambie inakuaje? Kweli nilibahatika kuongea naye mwenyewe kabisa. Bwana Duma kwa upande wake ameniambia kwamba bwana hana bifu na mshikaji wala hana noma na mshikaji, isipokuwa mshikaji ndiye anamfuatilia yeye. Ushaona bwana, na chanzo ni kweli ni mwanamke. Bwana Duma hajakataa wala nini, chanzo ni mwanamke. Na mnukuu bwana Duma anasema kwamba bwana, mimi yule mshikaji kipindi cha nyuma nilikuwa nina demu wangu. Huyo ni bwana Duma anavyoongea. Yule jamaa akaja mimi akanichukulia demu wangu na sikupiga kelele, sijalalamika kwa watu. Akamchukua demu wangu akawa anaishi naye. Demu mwenyewe jina lake anaitwa Kaila. Shaona bwana. Hiyo namnukuu bwana Duma anavyoongea. Sijapiga kelele wala nini. Hasa baada ya muda kupita, yule mshikaji ambaye ndo bwana Masudi yule mtu mzima, shaona bwana, bwana Masudi naye alikuwa na demu ambaye amezaa naye, lakini kipindi ambacho anamchukua demu wake Duma, yule demu ambaye anazaa naye walikuwa wamesha achana. Take point hapo. Take the point. Bwana Masudi alimchukua demu wa Duma, yani kamngolea demu wake. Demu anaitwa Kaila. Ushanielewa? Tunaenda kwenye pointi hapo, Tanzania jinsi tunavyoona nini. Kipindi hicho bwana Masudi alikuwa na demu ambaye ameshazaa naye, lakini walikuwa wameshaachana wakati anaenda kumchukua demu wa bwana Duma. Umepata point hapo? Did you get me? Okay. Sasa baada ya hapo bwana Duma, baada ya kuona bwana demu wangu mshikaji kamchukua nini, afu jamaa kanamletea unyonge, haja complain kwa mtu, hajapiga kelele wala hajaongea chochote, akakausha. Sasa Mungu alivyokupa na mitihani yake, bwana Duma akamkutanisha na yule demu ambaye amezaa na Masudi. Bwana Duma ndio ikabidi naye ajichukulie pale papu, amfungie yule demu aishi naye, yani ndio mpaka sasa wanaishi kama mke na mume. Kwa umeona hapo, kwa kama mpira wenyewe wale wataalamu wa kubeti tunaita both team to score, kwamba huyu ka score na huyu ka score. Tukija kwenye masuala ya result full time tunaita ni bila, huyu kamchukua huyu na huyu kamchukua huyu. Sasa je, kitu gani ambacho kinakuja hapo? Kitu ambacho kinakuja bwana, huyu bwana Masudi ambaye ni mtu mzima huyu, unaona, kwa sababu amezaa na yule mwanamke, mtoto sio tatizo, lakini bwana Masudi ameanza kuwa na wivu, ana mind mshikaji. Sasa ndo mshikaji anasema, je, mbona mimi sikuwa na wivu wakati ujamaa ananichukulia demu wangu, nilikaa kimya? Alafu beside ya hivyo bwana Masudi ashampelekea mpaka mshikaji wampige. Mshikaji kashadundwa mchongo katoa bwana nani, bwana Masudi. Umeona? Ndio maana tunaongea jamani, issue za mapenzi hizi wanakenye hao ambao waeleweki, tutakuja kuuana wenyewe kwa wenyewe. Yaani watu mmetoka nchi moja, mnaongea lugha moja,
mnafika sehemu baada ya kufocus na kitu ambacho kimwapeleka, mnaanza kuingia kwenye utata wa wanawake. Ushanielewa bwana? Kwa hiyo bwana Masudi sasa hivi anajila kwa yule mwanamke ambaye amemwacha, na yule mwanamke ambaye amemwacha anaishi na mshikaji. Twende kwenye pointi. Bwana Duma akaniambia, bwana Loni, nisikiliza, mwanamke mwenyewe yupo hapa, mimi sina shida yoyote, ongea naye. Kweli mimi nikaongea na shemeji yangu pale. Bwana shemeji, vipi? Poa. Bwana inakuaje kuhusu niseme ex husband, niseme yani sio hata niongee nini yani. Unaona bwana? Kwa sababu hawajauana nini, ndio hivyo hivyo mpigana juu kwa juu. Akanambia, bwana mimi yule jamaa simtaki na tulishaachana kitambo, na wakati tunaachana alikuwa na mwanamke wake. Kwa jamaa ka move on na mimi nime move on, na mimi niko na mshikaji hapa Duma, na huyu Duma mimi siwezi nikamwacha. Kwa chochote atakachofanya, atakachomfanyia huyu, basi na mimi kwa vyovyote nitakuja nitalipiza, iwe kwa kaka zangu iwe kwa nani. Guys, nanipata? Nanisikia vizuri hapo? Unanisikia? Kwa huyo demu mwenyewe, ujamaa mwenye wivu naye yupo kwa Duma pika pakua, na jana nimeongea naye, na demu hamtaki mshikaji. Sema mshikaji anataka kutumia kigezo cha mtoto kama kunani. Ushaona bwana? Hata kama kigezo cha mtoto yupo ukweni. Bwana Masudi, mtoto unahudumia kwa vipi? Bwana Masudi ndiye mwenyewe unaishi machakani. Ushanielewa bwana? Maisha yako ya kuungaunga machakani, unakaa kwenye mabanda, mtoto utamlea vipi kwenye mabanda? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo mtoto muda mwingi mama yake ndiye anamlea au yupo ukweni. Lakini kusema kwamba bwana mimi napigania kwa ajili ya mwanangu, hakuna, huo ni uongo. Ushaona? Kwa hiyo ndo vita ambalo kuepo hapa. Na vile vile bwana Duma akasema, bwana mimi sina ugomvi na ujamaa, sina mpango na ujamaa, isipokuwa ujamaa mimi ndo ananifuatafuata. Kwa ukija ukiangalia kwa vyovyote hapo, unajua mimi na ujamaa yeye ndio mtata. Ushaona bwana? Kwa hiyo bwana Masudi kuthibitisha hiyo, yeye mwenyewe akaongea. Kwa kuna kijiclip chake kama cha dakika 2 hapa, nitakiweka hapa, mtakaa mtakisikiliza. Unaona? Lakini bwana huyu mwingine anavyoonekana, huyu ndugu yetu ambaye ni mtu mzima huyu bwana Masudi, inavyoonekana yani kama kuna kitu fulani ambacho yani haieleweki, sijui, lakini labda ni utu uzima au nini, lakini sielewi yani. Lakini jamani, inabidi tujitambue, tumetoka wapi na tunaenda wapi, tumekuja kufanya nini. Shanaelewa? Lengo ni kutafuta maisha. Lengo sio kuletana uadui kisa kwa wanawake ambao tumewakuta. Wanawake wenyewe jamani hawaeleweki. Mnauana leo, kesho katoka kamia banda lingine anakamatiwa. Ushanielewa? Kwa hiyo jamani, inabidi tujitambue hapo. Bwana Masudi, jaribu kujikontrol. Jaribu kujikontrol. Nyie ndugu mmetoka sehemu moja, haina haja ya kutishana, kuuana, sijui nini. Umeona bwana? Hizo nyambusu zipo tu. Nyambusu gani za kugombania? Alafu nyambusu inaongea kwamba bwana usha move on, naye kasha move on kitambo. Au kama unakuwa na jila sasa kwa sababu yuko na mbongo mwenzako, unamende mshikaji. Na mshikaji naye anasema mbona ulimchukulia demu wake akakaza tu, akaona bwana mbona yaishe. Hajapiga kelele au kamu. Sababu demu nimemuuliza, demu naye anasema hakutaki na hawezi akamwacha mshikaji. Umeona? Kwa sababu sijui ndugu yangu utaliendo vipi. Unaona? Lakini mimi narudi kwenye ushauri wangu ni ule ule. Utukane, unune, ukasirike, yoyote kati yenu nyie. Shaona bwana, anune akasirike. Oya, jamani. Tufocus na kile kilichotuleta. Hayo maisha ya machakani sio, uselamavi huo sio. Wengine mshakuwa watu wazima. Yaani kama Tanzania tunasema umri ni umri wa kulitaya. Yaani tayari umri kama uwe inabidi uwe umri wa busara. Vijana kama sisi tunakuja kwako, bwana kaka, bwana brother, kuna hiki na hiki kimetokea, bwana baba, bwana kama baba yangu, bwana baba, hiki na hiki kimetokea. Yaani wewe ndio unaelimisha vijana, lakini sio ndio unapotosha vijana. Wewe ndio inabidi uwe na tabia nzuri, vijana wote wanakotokea wanakuja kwako. Lakini wewe ndio umekuwa ilipiga sizo wanangu. Haya maisha sio, hata kama yake piganiwi hivyo, tupendaneni. Hao wanawake wapo, ndugu zetu kibao wameshapotea kwa ajili ya wanawake. Watu tunazika wale wanawake, kesho na kutana na watu wengine, maisha yanaendelea.
Kwa jamani, tujiangalieni. Hebu tumsikilize bwana Duma kwanza. Tumsikilize bwana Duma kitu ambacho alichokuwa nakiongea, alafu baada hapo wenyewe ndo mtaamua. Mimi kwa leo nimemaliza hapo, au sio? Duma kashaongea, hatofanya lolote. Huku ndugu yetu naye mwingine naye ndo hivyo, kila kiamka nini. Yaani kikubwa ni wivu wa mapenzi. Jamani, tuuane kwa ajili ya hela. Umeenda kupiga mshindo wa landi milioni 3, milioni 4, umekufa. Tunasema kweli baharia akafa. Sio kwenye swala la mapenzi kama hivyo atumtoane roho. Haya bwana, shauri yenu. Mimi nakula zangu good time hapa. Niko kwenye kipaki nini chapo. Naangalia wazungu tu mimi hapa. Sasa nyie uaneni huko. Shauri ndo huo. Tajua wenyewe, msuke au mnyoe. Toka magetoni ndo logo, lakini utoke kwa akili. Yule pale jamaa, wallahi wa bilahi namwapia Mwenyezi Mungu, mimi sina baya naye na wala sitaki tatizo naye. Wewe umeona mimi posti zote anazonituma hizo anazonitumia kwamba nimekufa, kwamba anaongea mambo mengi, lakini mimi naangalia mambo yangu. Yani chochote mimi kitachokuja kunitokea, ujue mbele yangu, ujue ni yeye. Mimi nimepigwa visu, nimepigwa bunduki, nimepigwa kisu, jamani wa Tanzania, mimi najua ni yeye, kwa sababu mimi sina habari naye na wala sitaki habari naye. Yani ni kitambo, kwa sababu first yule pale mshikaji, jamani ndugu zangu, mimi kabla ya kuanza kukaa na huyu demu ambaye aliozaa naye, mimi alishai kunileteaga watu ule pale mshikaji kitambo, kabla hata udemu mimi sikai naye. Mimi kashanileteaga watu ule jamaa. Nimepigwa na Watanzania wenzangu jamani, nimepigwa, nimekaa ndani karibia mwezi mmoja, hakuna mtu yote aliyokuja kunisaidia mimi hapa. Sema yote kwa sababu ya ule jamaa. Sijamfanya lolote wala nini. Hapo yeye mwenyewe anaishi na demu wangu akuitwa Kaila. Kila mtu Belivilia anamjua huyo Kaila. Yule jamaa anaishi naye. Tena Mixer anaongea kwa watu, mimi ananiambia vibaya, ananiambia yule siji shoga hivi na hivi. Mimi siongei chochote jamani, ndugu zangu. Leo hii anakuja ananiposti mimi nimekufa. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi niko afya njema. Mungu amenijalia, nipo na afya njema, niko fresh. Sema yule jamaa mimi sina habari naye na wala sihitaji ugomvi naye. Sema yeye kama atataka mimi kunipa matatizo, ujue ni yeye ambaye mimi atakayenigia matatizo. Ndugu zangu, sema mimi hapa alishakuniitiaga watu. Mimi nimepigwa, nimeumia. Mimi sijamrudishia na wala siye kumwambia lolote, na hakuna Mtanzania ambaye ajui hapa Belleville. Kwa sasa mimi simuelewi yule pale mshikaji kwamba nini ambacho anachotaka yeye kwangu, kwamba anataka niue au yeye anataka vipi, kwa sababu ukiangalia hata mwanamke mwenyewe kitambo hawapo wote kimahusiano. Kwamba wamezaa, ujue wanaangalia mtoto wao au vipi bwana, kitambo tu. Yani hawapo pamoja na wapo mwanamke. Umeona bwana, kwa sababu mimi sio chizi eti wapo pamoja alafu mimi nende nikamchukue. Kweli mimi nitaonekana na akili jamani? It makes sense ndugu yangu. Umeona bwana, sema kitambo mimi yani ule demu yani hawapo pamoja. Kwa sasa mimi nakopo simuelewi yule mshikaji vipi, yeye anachotaka yeye nini. Mimi kashaniitia watu, nimepigwa for nothing, sije kumfanya vovote. Yani yule pale mshikaji mimi namheshimu tangia anaingia. Sema yeye kumbe hana heshima. Mimi nimemaliza.